Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo na karibu. Mimi ni Karorobi nikiwa Nairobi. Hujambo na karibu msikilizaji. Mimi ni Victor Kenani. Tulionayo katika Dira ya Dunia: tofauti zaibuka kati ya Marekani na Iran kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano, huku meli zikiripotiwa kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Nchi za Ulaya na Iran zataka Lebanon kuhusishwa katika makubaliano ya kusitisha mapigano Mashariki ya Kati, huku nchi hiyo ikiomboleza mauaji ya mamia raia wake waliouawa na Israel. Ni mwaka mmoja leo tangu kiongozi mkuu wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu kuwekwa gerezani kwa madai ya uhaini na uchochezi. Tunapaswa kuanzisha kampeni kubwa kumwachia Tundu Lissu, kwa sababu Lissu amekamatwa kwa ajili yetu, kwa sababu wote tunajua na wote tunaamini Lissu hana kosa. Lissu sio mkosaji. Lissu ni mtu mwema anayetupigania. Na Marekani imeamuru kuondolewa kwa wafanyikazi wake pamoja na familia zao kutoka ubalozi wake mjini Abuja kutokana na kile inachokitaja kuzorota kwa usalama Nigeria. Na uwanjani, rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe anasema anakaribisha uchunguzi kuhusu madai ya ufisadi katika shirikisho hilo. Je, matamshi yake yana uzito gani? Ni kama yeye mwenyewe pia hatamani maamuzi yaliyofanywa na kamati yasimame, kwa sababu yatakwenda kuweka dosari kubwa kwenye mpira. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Kwanza kabisa ni habari za ulimwengu. Msomaji ni Halima Nyanza. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Marekani. Amesema mashambulizi zaidi yanaweza kufanya mazungumzo yaliyopangwa kufanyika nchini Pakistan kutokuwa na maana, na kuongeza kuwa Tehran inaweza kulipiza kisasi. Jeshi la Israel limetoa onyo la kuwataka wakazi wa maeneo ya kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, kuondoka, wakati likiendelea kulenga kwa mashambulizi maeneo ya wapiganaji wa Hezbollah, siku moja tu baada ya kufanya mashambulizi yaliyosababisha mamia ya watu kujeruhiwa. Onyo hilo limetolewa pia wakati vikosi vya dharura vikiendelea kutafuta manusura katika vifusi vya majengo baada ya mashambulizi makali ya jana. Nchi mbalimbali za Ulaya zimekosoa mashambulizi hayo makali yanayofanywa na Israel na kusema kwamba Lebanon ni lazima ihusishwe katika makubaliano ya kusitisha vita na Iran. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey amemuonya rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba jaribio lolote la Urusi la kuharibu nyaya na mabomba yaliyopo chini ya bahari kwenye visiwa vya Uingereza halitavumiliwa. Amefahamisha juu ya operesheni ya pamoja iliyofanywa na vikosi vya Uingereza na washirika wake kufuatilia nyambizi ya Urusi na meli za upelelezi zilizo chini ya maji kwa takriban mwezi mmoja. Waziri wa ulinzi wa Uingereza ametoa onyo hili kwa Urusi. Tunawaona na tunaona kile mnachokifanya kwenye miundombinu yetu, ikiwemo mabomba ya mafuta. Mnapaswa kujua kile mtakachokifanya hakitavumiliwa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa China Wang Yi amesema Beijing iko tayari kufanya kazi na Korea Kaskazini ili kuimarisha uhusiano wao. Zaidi na Liz Masinga. Waziri Wang yuko katika ziara ya siku 2 mjini Pyongyang ambako amekutana kwa mazungumzo na mwenzie wa huko Cho Song-hui. Ni ziara ya kwanza kufanywa na waziri wa mambo ya nje wa China Korea Kaskazini katika kipindi cha zaidi ya miaka 6. Anatarajiwa pia kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Ziara hiyo inafanyika wakati ambapo Rais wa Marekani Donald Trump akitarajia kutembelea China mwezi ujao. Rais Trump amekuwa akisisitiza nia yake ya kutaka kuanza tena kwa mazungumzo ya moja kwa moja na kiongozi wa Korea Kaskazini. Afisa mmoja wa ngazi za juu wa jeshi la Nigeria ameuawa na wapiganaji wenye itikadi kali katika jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa Nigeria, katika shambulio lililofanywa kwenye kambi ya jeshi. Mwenyekiti wa serikali katika eneo la Kaga, jimboni Borno, amesema Brigedia Jenerali Brahima aliuawa wakati wapiganaji hao waliposhambulia kambi ya jeshi iliyoko Benshek. Ni jenerali wa pili kuuawa kaskazini mwa Nigeria katika miezi ya hivi karibuni. Na mamia ya raia nchini India wanapiga kura
za katika uchaguzi wa serikali za mitaa, ikiwa ni mtihani kwa waziri mkuu wa nchi hiyo Narendra Modi katika chama chake cha Hindu Nationality. Uchaguzi huo ni maandalizi ya uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwanzoni na kuanza mwezi Mei mwaka huu. Hii ni BBC. Huyo ni Halima Nyanza alokusomea taarifa ya habari za dunia. Msikilizaji, matangazo haya ya Dira ya Dunia kuna njia mbalimbali ambazo unaweza kuyategea sikio. Bila shaka unaweza kuyasikiliza kupitia FM, tovuti yetu bbcnewswahili.com, kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, lakini vile kupitia redio wa shirika mbalimbali nchini Kenya. Unaweza kuyategea sikio kupitia Must FM, Pamoja FM na Milele FM. Ukiwa Tanzania unaweza kuyategea sikio kupitia CGFM, Abud FM na Radio Kwizera, lakini kule Uganda yategea sikio kupitia Radio Kitara, Radio Paidha na Radio Lira. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huwa ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Jioni huko nami Karorobi na mwenzangu ni Victor Kenani. Karibu tuwe sote. Shukran. Rais wa Iran amesema mazungumzo na Marekani kuhusu kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati hayatakuwa na maana iwapo Israel itaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Lebanon. Mataifa ya Ulaya pia yamesema sharti Lebanon ihusishwe katika makubaliano yaliyofikiwa ya kusitisha mapigano. Jeshi la Israel limewataka wakazi wa kusini mwa Beirut kuhama makazi yao, kwani inajitayarisha kufanya mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah. Nasteha Mohamed na taarifa zaidi. Ni mashambulizi ya Israeli yaliyodumu kwa dakika 10 katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 182. Kwa mjibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon, mbali na watu waliouawa, zaidi ya watu 1000 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo kote nchini Lebanon. Jeshi la Israeli limesema kwamba limefanya mashambulizi ya anga zaidi ya 100 ambayo yalikusudia kulenga ngome za Hezbollah. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ameelezea mashambulizi hayo kama mauaji makubwa zaidi na kutangaza siku ya leo kama siku ya taifa ya maombolezo kwa waliouawa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa lazima nchi yake ichukue hatua kubwa dhidi ya kundi la Hezbollah ambalo linaungwa mkono na Iran. Matamshi ya Netanyahu yanakuja baada ya jeshi la Israel kutangaza kuuawa kwa Ali Yusuf Harshi, katibu wa mpwa wa katibu mkuu wa Hezbollah Naim Qasim. Tuna malengo zaidi ya kufikia na tutayafikia kwa makubaliano au kwa kuendeleza mapigano. Tuko tayari kurejea vitani wakati wowote. Tuko tayari kabisa, tuko tayari wakati wowote. Raia wa Lebanon wanaelezea masaibu yao kufuatia mashambulizi hayo kutokea. Kuna watu wengi ambao bado hawajulikani waliko mpaka sasa, na kuna wengine wengi ambao wanaaminika kuwa bado wako chini ya vifusi. Watu bado wanahesabu waliofariki, kutafuta waliopotea, na wanatumai kwamba wengine bado wataonekana. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu nchini Lebanon, mashambulizi hayo yalilenga makazi ya watu. Mashambulizi yamelenga maeneo ya kibiashara na makazi katikati mwa Beirut. Maeneo haya yalikuwa katika pilika ambapo watu walikuwa kwenye biashara zao za kawaida. Katika eneo hili kuna ofisi nyingi, kuna kliniki, kahawa na maduka. Ni eneo lenye watu wengi sana. Hivyo kuna watu wengi ambao hawajulikani waliko. Shirika la Msalaba Mwekundu la Lebanon kwa kushirikiana na mamlaka za eneo hilo limejitahidi kuwaokoa na kuwahamisha majeruhi, lakini kwa bahati mbaya bado kuna watu wengi waliokwama chini ya vifusi. Wakati huo huo, Iran imesema ikiwa mashambulizi nchini Lebanon hayatakoma mara moja, huenda yakachochea hatua kuchukuliwa. Lakini makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema Lebanon haihusiki kwa vyovyote kwenye mpango wa usitishaji wa vita wa muda wa wiki 2 kati ya Marekani, Israel na Iran. Nafikiri hii inatokana na kutoelewana. Nafikiri wa Iran walidhani kwamba makubaliano kusitisha mapigano yalijumuisha pia Lebanon. Lakini haikuwa hivyo. La, hatukuwahi kutoa ahadi kama hiyo, wala hatukuashiria kwamba hilo lingelikuwa hivyo. Tulichosema ni kwamba usitishaji huo wa mapigano ungejikita kwa Iran na pia kwa washirika wa Marekani, yaani Israeli na nchi za Kiarabu za Ghuba.
Hayo yakijiri, kundi la Hezbollah limesema limeshambulia kaskazini mwa Israel kwa makombora. Wanamgambo hao wanaoungwa mkono na Iran wanasema hilo lilikuwa ni jibu la ukiukaji wa mpango wa kusitisha mapigano. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, pia wametishia kuendelea na mashambulizi hadi uchokozi wa Israel na Marekani dhidi ya Lebanon utakapokoma. Bado kuna habari kinzani za iwapo nchi hiyo imejumuishwa katika usitishaji mapigano. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Said Khatibzadeh, ameambia kipindi cha BBC Today katika mahojiano maalum kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon siku ya Jumatano yalikuwa ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Said anasema Iran ilituma ujumbe ikulu ya Marekani jana usiku. Nchi za Ulaya zimesema kuwa Lebanon lazima ijumuishwe katika makubaliano ya kusitisha mapigano. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper amesema mashambulizi ya Israel yameleta madhara makubwa sana, na akaonya kuwa kushindwa kuijumuisha Lebanon katika makubaliano hayo kunaweza kuleta hatari ya kuyumbisha utulivu wa eneo lote. Waziri wa masuala ya kigeni wa Ulaya Jean-Noel Barrot amesema kwamba ni muhimu Lebanon kuwa katika mpango huo wa usitishaji wa vita, lakini pia Iran lazima iwache mpango wake wa kurutubisha zana za nyuklia. Na huku kukiwa na sintofahamu iwapo Israel itasitisha mashambulizi dhidi ya Lebanon, waokoaji wanaendelea kufanya shughuli za kuwaokoa manusura. Nastia Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Iran ameiambia BBC kwamba Marekani inapaswa kuchagua kati ya vita au amani, wakati makubaliano ya kusitisha mapigano yakionekana tayari kuanza kuyumba. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Said Khatibzadeh, alisema kwamba baada ya mashambulizi makubwa ya Israeli nchini Lebanon jana Jumatano, Tehran ilituma ujumbe kwa Marekani ambao aliufupisha kwa kusema huwezi kula keki yako na wakati huo ukaibakiza. Rais Trump amesema kuwa mashambulizi ya Marekani yataanza tena isipokuwa kile alichokiita makubaliano ya kweli yafikiwe na kuheshimiwa kikamilifu. Phyllis Mwate anaarifu zaidi. Marekani na Israel zinasema kwamba Lebanon haikuwa katika mpango huo wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Akiwa katika ziara yake ya Umoja wa Falme za Kiarabu, waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amewaambia washirika wa mataifa ya Ghuba kwamba Iran haipaswi kushikilia mlango wa bahari wa Hormuz kama mateka. Kuna hali ya afueni, nadhani unaweza ukahisi hapa katika kambi hii nchini Saudi Arabia, unaweza ukahisi kuna afueni, lakini unachotaka kujua ni pia watu wa Uingereza wanataka kujua hivyo hivyo, ni kwamba hali hii inapaswa kuwa ya kudumu na ni jukumu letu kushirikiana na nchi nyingine katika eneo hili, si tu kuhusu kusitisha mapigano bali pia kufungua mlango wa Hormuz. Vilevile Starmer alisisitiza kwamba Uingereza imekuwa thabiti katika msimamo wake kuhusu mgogoro huo, akitoa wito wa kupunguza mvutano na kufikiwa kwa mpango wa usitishaji wa mapigano ambao utadumu. Alisema kuwa mataifa yanahitaji kushirikiana ili kupata suluhisho kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Tangu Iran na Marekani zilipokubaliana kusitisha mapigano, IRGC ya Iran imesema kuwa meli yoyote itakayopita kwenye mlango huo bila ruhusa yake italengwa na kuharibiwa, huku msemaji wa White House Caroline Leavitt akisema taarifa kwamba mlango huo umefungwa si za kweli. Usalama bado hauko wazi kwa meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz, kulingana na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kimataifa ya usafirishaji. Akizungumza na kipindi cha Today cha BBC, Niels Haupt wa kampuni ya Hapag-Lloyd amesema kuwa kampuni hiyo bado ina meli 6 zilizokwama katika eneo la Ghuba. Aidha amesema kuwa moja ya meli zao ilipigwa na vipande vya bomu katika mlango huo wiki 2 zilizopita, licha ya kutolengwa moja kwa moja. Naye naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Khatibzadeh ameambia kipindi cha Today cha BBC kwamba Iran itahakikisha usalama na upitishaji salama katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambao alisema ulikuwa wazi kwa maelfu ya miaka hadi vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilipoanza. Hata hivyo amesema kwamba kufunguliwa kwake kutatokea tu baada ya Marekani kusitisha uchokozi, akimaanisha mashambulizi ya Israel nchini Lebanon. Kwa muda huu mfupi, jambo bora tunaloweza kutumaini
matumaini ni kwamba bei ya mafuta kwenye maeneo ya kuuza ya rejareja zitaacha kupanda kwa kasi kama zilivyokuwa zikifanya, na huenda zikafika kilele katika siku zijazo. Lakini tunachohitaji kwa kweli ni bei ya mafuta kubaki chini kwa muda mrefu, kwa wiki kadhaa, ili gharama za jumla zipungue, na kisha hilo liweze kuhamasishwa kwa watumiaji na wauzaji wa rejareja. Aidha, Khatibzadeh amesema kwamba Iran itazingatia kanuni za kimataifa na sheria za kimataifa, lakini akasisitiza kuwa mlango huo hauko katika maji ya kimataifa na usalama wa upitishaji unategemea nia njema ya Iran na Oman. Hayo yakijiri, bei za mafuta zilipanda leo Alhamisi asubuhi katika masoko ya Asia baada ya kushuka kufuatia makubaliano ya Marekani ya kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa wiki 2. Hii ni njia ya usafiri inayounganisha bahari kuu. Huenda kuna maji ya mamlaka ya kitaifa katika eneo hilo, lakini pia kuna njia ya kimataifa ya usafirishaji na njia ya kupitisha mizigo ya kimataifa, jambo linalomaanisha kwamba kanuni za uhuru wa usambazaji zinatumika. Hivyo nchi haziwezi tu kudhibiti au kuchukua kwa nguvu njia hizo za kimataifa na kutoza ada kwa upande mmoja. Hawawezi kufanya hivyo. Kiwango cha kimataifa cha mafuta ghafi aina ya Brent crude kilipanda kwa 2.2 hadi dola 96 kwa pipa, huku mafuta ya Marekani West Texas Intermediate yakipanda kwa 2.8 hadi dola 96. Dalili za kusambaratika kwa mpango wa usitishaji huu wa mapigano wenye masharti zimeanza kuonekana baada ya Israel kuendelea na mashambulizi nchini Lebanon. Felice Mote, Dira ya Dunia, BBC. Bado tukisalia kwenye mzozo huo, katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte amesema alifanya mazungumzo ya wazi na ya moja kwa moja na rais wa Marekani Donald Trump baada ya rais huo kuonyesha tena kutoridhishwa na muungano huo kuhusu vita vya Iran. Kutokana na hali hiyo, Trump ametishia kuiondoa Marekani ndani ya NATO, hatua ambayo imeongeza mvutano kati ya Marekani na washirika wake wa Ulaya. Mariam Jahid anaarifu zaidi. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa Truth Social baada ya mkutano huo, Trump alisema NATO haikuwepo tulipowahitaji na itakuwepo tukiwahitaji tena. Wakati huo huo, Rutte alielezea mkutano wake na Trump kwa CNN kama wa moja kwa moja, licha ya kutokubaliana kulikojitokeza. Wacha niweke hili wazi. Kwa hakika amevunjika moyo na washirika wengi wa NATO, na naweza kuelewa hoja yake, lakini wakati huo huo niliweza pia kuonyesha kwamba idadi kubwa ya mataifa ya Ulaya yamekuwa msaada kwa kutoa maeneo ya kijeshi, usafirishaji wa vifaa, kuruhusu ndege kupita angani mwao na kuhakikisha wanatimiza ahadi zao. Pia kuna uungwaji mkono mkubwa kwa hoja kwamba tunadhoofisha uwezo wa nyuklia na makombora ya masafa marefu ya Iran. Ni muhimu sana, na kwa wakati huu ni Marekani pekee inayoweza kufanya hivyo. Kabla ya mazungumzo ya Jumatano, Trump alikuwa ameonyesha uwezekano wa kujiondoa katika muungano wa kijeshi wa pande mbili za Atlantiki baada ya baadhi ya nchi za wanachama wa NATO kupinga wito wake wa kusaidia kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz ili kupunguza kupanda kwa bei za mafuta duniani. Ikulu ya White House haikutoa maelezo ya kina kuhusu mazungumzo hayo. Katibu mkuu huyo alikaa ikulu kwa zaidi ya saa 2 Jumatano, ingawa haijulikani ni muda gani alikutana moja kwa moja na Rais Trump. Mkutano huo ulitarajiwa kumshawishi Trump kuona kuwa ni kwa manufaa yake na ya Marekani kubaki ndani ya muungano wa NATO. Hata hivyo, kilicho wazi ni kwamba Trump bado ana mashaka makubwa kuhusu muungano huo na nchi wanachama ambao anaamini hazikusaidia Marekani vya kutosha kabla na wakati wa operesheni ya Epic Fury. Alipoulizwa kuhusu nafasi ya NATO katika mzozo unaoendelea na Iran, msemaji wa White House Caroline Leavitt alinukuu kauli ya rais akisema kwamba NATO ilijaribiwa na ikashindwa. Nina nukuu ya moja kwa moja kutoka kwa rais wa Marekani kuhusu NATO, na nitawaeleza hapa. Walijaribiwa na walishindwa. Na ninaongeza kwamba inasikitisha sana kuona kwamba NATO iliwageuka wananchi wa Marekani katika kipindi cha wiki 6 zilizopita, ili hali ni wananchi wa Marekani ambao wamekuwa wakigharamia ulinzi wao. Leavitt alisema nchi za NATO ziligeuka dhidi ya wananchi wa Marekani ambao huchangia gharama za ulinzi wao. Alipoulizwa kama dunia iko salama zaidi sasa kuliko kabla ya vita, Rutte alisema ndio kabisa, na akampa sifa Trump kwa uongozi wake katika kudhoofisha tishio la nyuklia la Iran. Aliongeza kuwa wanachama wa NATO hawaoni vita dhidi ya Iran kuwa haramu, na wengi wanakubaliana kwamba ilikuwa muhimu kupunguza uwezo wa nyuklia wa Iran.
Mwishoni mwa mwaka 2023, bunge la Marekani lilipiga kura kupiga marufuku rais yeyote wa Marekani kujiondoa kwenye muungano huo wa NATO peke yake bila idhini ya theluthi mbili ya Seneti au sheria ya bunge. Uhusiano kati ya utawala wa Trump na NATO ulikuwa tayari katika hali tete hata kabla ya vita vya Iran, hasa kutokana na tofauti kuhusu mpango wa Trump wa kudhibiti Greenland. Trump pia alionyesha hasira zake kuhusu Greenland katika ujumbe wake wa Truth Social baada ya mkutano wa Rutte, akisema kumbukeni Greenland, eneo kubwa la barafu lisiloendeshwa vizuri. Hata hivyo, mzozo wa Iran umeongeza zaidi mvutano kati ya Trump na NATO na umeleta changamoto kubwa zaidi katika historia yake. Shukran Mariam Mjahid kwa taarifa hiyo ambayo inatutoa huko kanda Mashariki ya Kati, na tunakuja hapa Afrika Mashariki ambako mshukiwa mkuu wa mauaji ya kutisha watoto 4 wachanga nchini Uganda amefunguliwa mashtaka ya mauaji na kuamuliwa kesi yake kuwa itasikilizwa katika mahakama kuu nchini humo. Awali mshukiwa huyo Christopher Okello Onyum alidai ana matatizo ya kiakili, lakini upande wa uendeshaji mashtaka nchini humo umeambia mahakama kuwa imebainishwa Christopher ana akili timamu. Shuaib Ibrahim anaarifu kutoka Kampala. Mahakama ya hakimu mkazi wa Machindie mjini Kampala nchini Uganda imeamua kuwa mshukiwa mkuu katika mauaji ya watoto 4 Christopher Okello Onyum atakabiliwa na mashtaka ya mauaji na kesi yake kusikilizwa katika mahakama kuu. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imeiambia mahakama kwamba kulingana na uchunguzi wa polisi, Christopher Okello Onyum mwenye umri wa miaka 38 ni mtu mwenye akili timamu na inadaiwa kuwa aliwaua watoto hawa kitafuta utajiri kupitia kufanya sadaka ya binadamu kama tambiko. Wiki iliyopita Okello anadaiwa kuwashambulia watoto wachanga katika shule ya chekechea na kuwaua kikatili watoto 4. Kulingana na polisi, mshukiwa huyo alijifanya kama mzazi mwenye nia ya kuandikisha mtoto wake katika shule hiyo, lakini baadaye alifunga lango la shule na kuanzisha shambulio kali kwa watoto wachanga wenye umri wa miaka 2 na 3. Wakati wa mahojiano na polisi, Okello alidai kuwa alikuwa na historia ya kutaabika na afya ya akili. Hata hivyo, uchunguzi wa kimatibabu uliofanywa na polisi Aprili tarehe 7 uligundua kuwa alikuwa na akili timamu. Kulingana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP, mshukiwa huyo ambaye pia ni raia wa Marekani amekiri kufanya mauaji hayo. Wakati huo huo, polisi pia imeanzisha uchunguzi kuhusu kesi nyingine ya mauaji ambapo Okello anatuhumiwa kumuua kaka yake wa kambo, mtoto mdogo, mnamo Disemba mwaka 2018. Katika video moja inayosambaa katika mitandao ya kijamii nchini Uganda, mwanamke mmoja amemtuhumu Okello kwa kumuua kaka yake aliyekuwa na umri wa mwaka 1 na miezi 3 katika mwezi wa Disemba mwaka 2018 kwenye wilaya ya Kwania kaskazini mwa Uganda na kisha kutoroka hadi nchini Marekani. Msemaji wa polisi nchini Uganda, Rusoke Chituma, amesema polisi imeanzisha uchunguzi pia katika kesi hiyo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Familia nyingi ambazo zinaishi na kipato cha chini kote nchini Afrika Kusini zinakabiliwa na bei ya juu ya mafuta ya taa kwa ajili ya kupikia na kupasha joto, hata baada ya serikali kupunguza kwa muda kodi kwenye petroli na dizeli. Kwa sasa wenye magari wanafaidika na unafuu wa kodi ya mafuta, lakini familia zinazotegemea mafuta ya taa katika makazi yasiyo rasmi na jamii za vijijini hazijapata unafuu wowote, na ikiwa ni athari ya moja kwa moja ya vita ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Ripoti ya Nomsa Maseko inawasilishwa na Leila Mohamed. Mafuta ya taa ni chanzo muhimu cha nishati kwa kupikia, kupasha joto na kutoa mwanga katika kaya ambazo hazina umeme wa uhakika na katika baadhi ya visa ambapo gharama ya umeme ni kubwa mno. Bei ya rejareja katika maeneo ya kipato cha chini ni takriban $2 kwa lita. Bei za chakula pia zimepanda, jambo linaloacha wengi katika hali ya hatarishi. Familia nyingi hapa zinategemea malipo ya ruzuku ya serikali ya kusaidia wasiojiweza na zinahangaika sana kujikimu. Bei za mafuta ya taa ambazo hazijadhibitiwa inamaanisha kuwa watu maskini wanakabiliwa na athari kamili ya mabadiliko ya bei ya nishati katika soko. Ni ngumu sana. Mafuta ya taa ni ghali na siwezi tena kuyamudu. Kwa upande mwingine, bei za chakula zinaendelea kupanda. Tunatumia angalau lita 2 za mafuta ya taa kwa siku ili kuhakikisha watoto wangu wanaoga maji ya moto kabla ya kwenda shule na kula chakula kilichopikwa jioni.
Huku msimu wa baridi ukikaribia, mito imetolewa kupunguza makali hayo kwa kuanzisha ruzuku ili kusaidia kaya maskini nchini humo. Kitendo rahisi cha kuwasha taa au kupika mlo wa moto kimevuka uwezo wa kifedha wa kaya maskini hapa Afrika Kusini, na wito umetolewa kwa serikali kuleta nafuu inayohitajika sana. Maskini hohehahe ndio watakaolipa riba ya juu zaidi. Hakuna nafuu yoyote kwao. Tunaamini huu ni uzembe mkubwa kwa upande wa serikali na inasikitisha sana. Inatufanya tufikiri kwamba, unajua, uchumi huu wetu haujajengwa kwa ajili ya watu maskini, na hilo linahuzunisha sana. Mamlaka zimesema kuwa zinatafuta njia za kuwalinda wateja dhidi ya mshtuko wa kiuchumi na kuwapunguzia maskini mzigo wa gharama ya juu ya nishati. Na msikilizaji, tembelea ukurasa wetu wa Facebook uweze kujisomea mengi hapo, lakini vile vile pia napata fursa ya kusoma maoni yaliyotumwa hapa na baadhi ya wasikilizaji. Kefo Bancho Nchiri anasema yuko sawa na anasema anategea matangazo haya kwa njia mwafaka kabisa. Ali Mrangi Gigiri Mresa naye anasema kwa kule Dar es Salaam, anasema Mheshimiwa Tundu Lissu kuendelea kukaa gerezani kiukweli inashangaza sana, ila ngoja tu tusubiri kwa kweli tufanye hivyo. Naye Bashili Wango Mzaliwa anasema yuko kule kambi ya Nyarugusu na anapata matangazo ya Dira ya Dunia kwa njia nzuri kabisa. Salem Koma ni kushukuru, na ukiwa kule Singida unasema itakuwa ni muda mwafaka kwa serikali kumwachia Tundu Lissu. Ni kuelekeze moja kwa moja kwake Shoaib Ibrahim michezoni. Nam, shukrani. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe amesema anakaribisha madai ya ufisadi katika shirikisho hilo na kwamba shirikisho hilo halina la kuficha. Motsepe ameyasema hayo baada ya kukutana na maafisa wa shirikisho la soka nchini Senegal. Mwezi uliopita Senegal iliitisha uchunguzi baada ya shirikisho la CAF kuivua ubingwa wa taji la AFCON la mwaka 2025 na kuwatawaza Morocco mabingwa wa Afrika. Lakini je, matamshi yake Motsepe yana uzito gani, hususan kufuatia uamuzi wenye utata wa shirikisho la CAF? Tagato James Tagato ni mchambuzi wa soka kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Patrice Motsepe kama rais wa shirikisho la mpira barani Afrika anachokifanya ni kujaribu kujitenganisha yeye pamoja na kamati zake za ndani, na amekuwa akizungumza hilo mara nyingi sana kwamba anaziacha kamati zifanye kazi kwa uhuru, anazipa kamati ziwe na makali yale ambayo yanapaswa kuwa nayo na zinakuwa na uhalisia kwenye maamuzi ambayo wanayafanya. Lakini kama utamsikiliza mstari kwa mstari kwa kile ambacho amekizungumza, ni kama yeye mwenyewe pia hatamani maamuzi yaliyofanywa na kamati yasimame kwa sababu yatakwenda kuweka dosari kubwa kwenye mpira. Matamshi yake unadhani ni kutokana na shinikizo au njia njema ya soka la Afrika na vile vile hofu kupoteza imani kwenye shirikisho la CAF? Kwangu mimi nafikiri kwake yeye hatazami zaidi shirikisho. Kwake yeye anatazama status yake, anatazama ile hadhi aliyokuwa nayo na heshima zaidi. Kama ukimsikiliza vizuri, ni kama utaamini kuwa anajaribu kuweka kwamba haya ni si maamuzi yangu mimi, ni maamuzi ambayo huwa yanafanyika kwenye kamati mbalimbali, na ndio maana pia amezungumza miongoni mwa vitu ambavyo wanakwenda kuboresha na ameomba pia vifanyiwe maboresho ni pamoja na kanuni za uendeshaji wa mashindano mbalimbali, lakini pia amezungumza na kamati kama za waamuzi kujaribu kutazama changamoto ambazo zipo na kuona namna ambavyo wanaweza kurekebisha. Leo rais huyo yuko nchini Morocco ambako pia anatarajiwa kufanya mazungumzo na rais wa shirikisho la soka nchini humo Fawz Lekja na maafisa wa serikali ya Morocco ili kujaribu kupunguza mvutano. Na timu taifa ya soka ya Uganda ya vijana walio chini ya umri wa miaka 17 imepangwa katika kundi B pamoja na Cote d'Ivoire, Cameroon pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya michuano ya mashindano ya soka ya mwaka 2026 kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 17 barani Afrika. Draw hiyo iliyofanyika mjini Cairo nchini Misri pia imewapanga mabingwa wa ukanda wa Sekafa kwenye soka la walio
walio chini ya umri miaka 17, Tanzania katika kundi cha pamoja na Mali, Angola na Msumbiji. Michuano hii ambayo huandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF itang'oa nanga mwezi Mei nchini Morocco. Kati ya jumla ya timu 16 zitakazoshiriki michuano hiyo, timu 10 zitakazomaliza katika nafasi 10 za kwanza zitajikatia tiketi kushiriki katika michuano ya kombe la dunia kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 17. Ni hitimishe na mashindano ya mbio za magari ya langalanga maarufu kama Formula 1. Mhandisi wa Max Verstappen wa kampuni ya Red Bull, Gianpiero Lambiase, anatarajiwa kujiunga na kampuni ya magari ya langalanga ya McLaren mwaka 2028. Uamuzi huo wa kushtushwa unakuja baada ya Lambiase kukataa ofa kutoka kwa kampuni ya Aston Martin hapo awali. Vile vile Verstappen alidokeza kuwa angeacha kuendesha magari ya Formula 1 ikiwa Lambiase si mhandisi wake wa mbio za magari hayo. Na uamuzi wa mhandisi wake sasa kuamua kuondoka Red Bull unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika tasnia ya bingwa huyo wa dunia mara 4 katika mbio za magari ya F1. Na huo ndio mwisho wa makala ya spoti, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahim. Ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu leo jioni katika Dira ya Dunia. Tofauti zaibuka kati ya Marekani na Iran kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano. Nchi za Ulaya na Iran zataka Lebanon kuhusishwa katika makubaliano ya kusitisha mapigano Mashariki ya Kati. Na ni mwaka mmoja leo tangu kiongozi mkuu wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu kuwekwa gerezani kwa madai ya uhaini na uchochezi. Hii ni BBC. Chelewa ufike, licha kwamba ndo tushamaliza nusu ya mwanzo ya kipindi hiki. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, karibu sana msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Karurubi na mwenzangu Victor Kinani. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia redio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu, lakini vile vile yako kwenye FM, tovuti yetu na ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Kama ulivyosikia kwenye vidokezo vya taarifa kuu, leo ni mwaka mmoja tangu kiongozi mkuu upinzani Tanzania Tundu Lissu kukamatwa na kuwekwa gerezani kwa madai ya uhaini na uchochezi. Kukamatwa kwake na kuendelea kwa gerezani kumekosolewa vikali na wanaharakati wa haki za binadamu na viongozi wa kisiasa katika kanda hii, lakini na kwingineko. Chama chake Chadema leo kimefanya mjadala wa wazi kujadili demokrasia, siasa za kikanda na haki za kuwepo mazingira rafiki ya kisiasa Afrika Mashariki. Alfred Lastek na taarifa zaidi. Tukiwa na mfumo wa hovyo wa uchaguzi, badala ya kuchagua viongozi bora, tunachagua vibaka. Ni mwanasheria aliyebobea na mgombea urais wa zamani nchini Tanzania. Lissu amejijengea taswira ya kuwa mkosoaji mkubwa wa serikali. Kwa muda mrefu amekuwa mstari wa mbele kudai uwajibikaji, uwazi na mageuzi ya kidemokrasia. Mwaka 2017 alinusurika jaribio la kuuawa baada ya kushambuliwa kwa risasi nyingi, tukio lililoshtua taifa na kuvuta hisia za kimataifa. Hata hivyo, alirejea katika siasa akiwa na msimamo mkali zaidi kuhusu mabadiliko na utawala bora. Kwa sasa Lissu anaendelea kushikiliwa gerezani huku kesi inayomkabili ikiwa bado haijafikia mwisho. Chama hicho kina mpango wa kuanzisha kampeni maalum, kama anavyoeleza makamu mwenyekiti John Heche. Jambo langu kwako wewe kijana unayedai kwamba unatuunga mkono, sio kusemea chini chini. Tunapaswa kuanzisha kampeni kubwa kumwachia Tundu Lissu, kwa sababu Lissu amekamatwa kwa ajili yetu, kwa sababu wote tunajua na wote tunaamini Lissu hana kosa. Lissu sio mkosaji. Lissu ni mtu mwema anayetupigania, ili asikate tamaa, ili asiwe na baridi kule aliko anafikiri kwamba nimekamatwa na watu niliokuwa na wapigania wamerudi nyuma. Tunapaswa kuanzisha sasa, kuanzia leo, kampeni kubwa
kwenye kila platform ya kumdai Lissu. Tarehe 9 Aprili mwaka jana, Tundu Lissu alikamatwa mkoani Ruvuma, kusini mwa nchi hiyo, akiwa katika kampeni za kuhamasisha msimamo wa chama chake wa no reforms no election. Tarugemeleza Nshala ni mwanasheria wa chama hicho. Amani zaidi kuunga mkono hiki chama hiki, wamuunge mkono Lissu, wanaweza kumwombea, waweze kumwombea. Nimesikia wengine wanasema harakati ziendelee, sina mimi kwamba harakati ziendelee kila sehemu, kila sauti ipazwe kudai Lissu aweze kuachiwa, lakini vile vile kuunga mkono hiki chama. Na sisi tunataka kwamba Lissu atawagaragaza mahakamani, kesi ziitwe, waje pale isikilizwe, atawagaragaza na mimi sitaki mambo ya kuchomoa kesi. Najua atawapiga, tunataka ushindi. Mimi kama mwanasheria napenda nipate judgment ya Lissu akiwa amewachapa hao jamaa. Lissu anakabiliwa na moja ya kesi kubwa za kisiasa nchini Tanzania tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Wachambuzi wa kisiasa wanasema mojawapo ya sifa kuu inayomtambulisha Lissu ni kuwa mtu mwenye matumaini yasiyotikisika na kutokata tamaa hata katika mazingira ya hatari. Hata hivyo, mwanasiasa huyo anatajwa kuwa mstari wa mbele katika kudai katiba mpya ya Tanzania kwa zaidi ya muongo mmoja, akiitazama kama msingi wa haki, uwajibikaji wa watawala na ujenzi wa taifa lenye misingi ya demokrasia ya kweli. Wengine walikuwa wamezikubali kwa mdomo, kwa maandishi wakazikataa. Tukasema sasa hii maana yake ni kwamba mezani haiwezekani. Huyo ndio Tundu Antipas Lissu. Alfred Lastek, BBC. Kwa jumla, msikilizaji, kesi yake imepitia hatua gani muhimu hadi sasa? Hilo nimemuuliza mwandishi mwandamizi wa BBC Yusuf Mazim. Kwanza ni muhimu kuelewa kwamba Lissu ana kesi mbili. Kesi moja ni dogo ambayo ina mashtaka matatu ya uchochezi, alafu nyingine ambayo ni kubwa kabisa ambayo kama akikutwa na hatia basi anaweza kupata adhabu ya kifo, kesi ya uhaini ambayo ni kesi ya pili. Sasa tangu akamatwe Aprili 9 mwaka jana 2025, kesi ya uhaini imepitia hatua kadhaa muhimu. Alivyokamatwa akafikishwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ambayo ni mahakama ya chini ambayo ni kama mahakama ya ukabidhi tu. Yenyewe ikaweza kuchunguza ushahidi wa awali, alafu ikajiridhisha kwamba kuna ushahidi wa kutosha na ikaamua kumpeleka mshtakiwa mahakama kuu kwa ajili ya kuweza kuanza kusikilizwa kesi yake ya msingi ya uhaini. Sasa mahakama ya Kisutu ikaona kwamba ushahidi ndio unatosha na mahakama kuu ikaanza kusikiliza kesi yake mwezi Agosti mwaka 2025. Yusuf, pengine kwa msikilizaji wa kawaida anaweza kujiuliza kwa nini kesi ya uhaini ilitoka mahakama ya Kisutu na kuhamishiwa mahakama kuu? Mahakama ya Kisutu ni mahakama ya chini ambayo kisheria haina mamlaka kuweza kusikiliza kesi kubwa kama hii ya uhaini. Sasa yeye kazi yake ilikuwa ni moja tu, kuweza kufanya tu uchunguzi, kukagua ushahidi wa awali ule, kwamba kuona kwamba kuna ushahidi, kuna vielelezo vya kutosha, kuna mashahidi kama ambavyo inawasilishwa na upande wa jamhuri. Sasa baada ya jamhuri kuwasilisha mashahidi, ushahidi na vielelezo, ikaona kwamba hapa kuna kesi ya msingi kisheria na ikaamua kupeleka kesi mahakama kuu. Sasa mahakama ya Kisutu kama nilivyosema, yenyewe inaangalia tu wanasema committal proceedings, kama kuna zile hatua za awali za kiuchunguzi inafaa ifai, alafu ikaona inafaa, basi ndio hivyo ikaweza kupeleka kesi mahakama kuu. Kwa sasa nini kinaendelea? Kwa muda sasa Bwana Lissu hajarudishwa mahakamani. Unajua, tangu mahakama ya Kisutu kule mwanzo hadi mahakama kuu, pande zote mbili, kwa maana kwamba upande wa Lissu kama mshtakiwa na upande wa jamhuri, wamekuwa wakiwasilisha mapingamizi na hoja mbalimbali. Sasa palikuwa na hoja kama ushahidi wa video, palikuwa na hoja ya mashahidi wa asili au mashahidi fiche, palikuwa na hoja tu mbalimbali ambazo ziliibua sana mjadala wa kisheria mahakamani. Sasa mwezi Februari mwaka huu jamhuri iliwasilisha pia hoja nyingine ambayo pia ikaibua mjadala wa kisheria, ilikuwa ni kuhusu kuongezwa kwa ushahidi. Sasa Lissu alipinga hiyo hoja kwa kutoa pia hoja zake kadhaa na hoja ambazo mahakama kuu iliweza kuzikubali, lakini upande wa jamhuri haukuridhika na maamuzi, kwa ukaamua kupeleka rufaa yake kwenye mahakama ya rufaa iliweza kutolewa uamuzi. Sasa kwa sababu kuna rufaa kwenye mahakama ya rufani, hii mahakama kuu ambayo iko chini ya mahakama ya rufani haiwezi kuendelea kusikiliza kesi ya msingi mpaka shauri hili dogo ambalo limewasilishwa jamhuri liweze kutolewa uamuzi. Sasa mahakama hii ya rufani na utaratibu wake tofauti kidogo, mpaka sasa hivi haijulikani ni lini jopo la majaji wa mahakama ya rufani watakaa na kuweza kuamua kwenye shauri hili dogo. Kwa hiyo kuendelea kwa kesi yake ya msingi ya uhaini itategemea basi na mahakama ya rufani itasema nini, itaamua nini, kwa wakati gani, bado hilo halifahamiki mpaka hivi sasa.
sasa. Kukamatwa kwake, kuwekwa gerezani na kufunguliwa kesi hizi za uhaini na uchochezi kumebadilisha kwa kiasi gani mazingira ya siasa Tanzania, hasa swala la vyama vya upinzani ama vyama vingi vya kisiasa kushiriki katika siasa za Tanzania, lakini pia imeathiri kwa kiasi gani chama chake cha Chadema jinsi inavyoendesha shughuli zake? Kwanza kabisa, kesi ya uhaini si kesi za kusema kesi ndogo ama kesi za mara kwa mara, kesi za kuzoeleka. Kesi ya Tundu Lissu ni kesi ya tatu ya uhaini Tanzania tangu ipate uhuru, lakini pia ni kesi ambayo kwanza tangu mfumo wa vyama vingi uweze kurejea Tanzania. Kwa hiyo kisiasa ni kesi ambayo inatikisa kwa sababu haikuzoeleka sana huko nyuma. Ilikuwa ni mara nyingi ni kesi za uchochezi kwa vyama vya siasa ama wanasiasa wamekuwa kukumbana nazo, lakini safari hii kuna kesi ya uhaini, ingawa kama unakumbuka pia mwenyekiti wa Chadema mtangulizi wa Tundu Lissu Freeman Mbowe pia alikuwa na kesi kubwa kama hii, lakini kesi yake ilikuwa ni kesi ya ugaidi. Kwa hiyo kesi hii imeleta kidogo mtazamo tofauti wa namna ambavyo siasa zinaweza kuchukuliwa kwa Tanzania, zinaweza kuendeshwa kwa Tanzania, lakini pia chama chake kimekuwa kikilalamika tu kwamba ni kesi za kutupiwa tu mzigo, sio kwamba kuna kesi hapo, ingawa upande wa serikali unasema kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Ilichokifanya ni kwamba kuna kesi ya msingi, kuna jambo limekiukwa, ndio maana ikaamua kuchukua hatua ambayo imeweza kuchukua kufikisha kesi mahakamani, kumfikisha Tundu Lissu mahakamani. Tuelekee kwenye masuala ya anga sasa. Na shirika la anga za juu la Marekani limesema linahakikisha kuwa linafuatilia kwa umakini mkubwa wakati wanaanga wake 4 wa chombo cha Artemis 2 wakijiandaa kurudi duniani. Wanaanga hao wameweka historia ya kwenda mbali sana na dunia kuliko binadamu yoyote yule. Zaidi na Halima Nyanza. Wakiwa njiani kurudi duniani katika safari yao iliyokadiriwa kuchukua siku 10, wanaanga hao 4 wa misheni ya Artemis 2 wamesema wamefanikiwa kupiga picha nyingi na mambo mengi ya kuhabarisha ulimwengu. Wanaanga hao walio katika chombo cha Orion wamekamilisha kazi yao hiyo maalum ya kuzunguka mwezi na wanatarajiwa kutua kwenye pwani ya San Diego Ijumaa saa 2 usiku kwa saa za Marekani. Akizungumza na vyombo vya habari wakati wakiwa angani njiani kurudi nyumbani, rubani wa misheni hiyo Victor Glover amesema wanaanga hao wana shauku kubwa ya kuhadithia ulimwengu kile walichoshuhudia katika anga za mbali. Moja ya mkutano na waandishi wa habari tuliulizwa mnatarajia nini, na nilisema kutua chini, na ilikuwa kama kutufurahisha tu, lakini kiuhalisia tunapaswa kurudi. Kuna taarifa nyingi tayari mmeziona, lakini mambo yote mazuri tunarudi nayo. Akizungumzia uzoefu wake huo alioupata angani, Glover amesema itakuwa ni masimulizi katika maisha yake yote. Ilisha kuweka historia ya kufika anga za mbali, lakini pia Glover anakuwa mtu mweusi wa kwanza kusafiri mwezini. Misheni hiyo ya Artemis 2 imeweka historia pia kwa mwanamke wa kwanza kufika mwezini. Christina Koch ameelezea kushiriki kwake katika Artemis 2 kama jukumu kubwa na kwamba kwake ni ndoto iliyotimia. Nitawakumbuka sana marafiki zangu hawa. Nitaukosa sana ukaribu huu na watu wengi, tukiwa na azima moja, kazi moja, kwa kufanya kazi kwa bidii na wenzetu ofisini, huku tukiwa umbali mrefu ya maelfu ya maili kadhaa angani. Tumekuwa karibu kama kaka na dada, na hii ni faida kubwa ambayo hatutakuwa nayo tena. Wanaanga wengine waliomo katika chombo hicho ni kamanda wa kikosi hicho Reid Wiseman pamoja na Jeremy Hansen kutoka nchini Canada. Awali Rais wa Marekani Donald Trump wakati akizungumza na wanaanga hao aliwapongeza huku akiwataja majina: Congratulate Commander Reid Wiseman, Pilot Victor Glover, Mission Specialist Christina Koch and Jeremy Hansen, pamoja na timu nzima ya NASA kwa kuweka historia na hata kuvunja rekodi ya kufika kwao mwezini, na hivyo kuwafanya wa Marekani kujivunia hilo. Tukisonga mbele, Marekani imeamuru kuondolewa kwa wafanyikazi wake pamoja na familia zao kutoka ubalozi wake mjini Abuja kwa kile inachokieleza kuzorota kwa hali ya usalama nchini Nigeria. Zaidi na Leila Mohamed. Katika tahadhari mpya ya usafiri iliyotolewa Jumatano, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewahimiza raia wake kufikiria upya safari kwenda taifa hilo lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika, ikionya kuhusu hatari zilizoenea zinazohusiana na uhalifu wa kutumia nguvu, ugaidi, utekaji nyara, machafuko ya kiraia na upatikanaji mdogo wa huduma za afya. Ubalozi wa Marekani mjini Abuja bado haujathibitisha kwa BBC ni lini wafanyakazi walioathirika wataondoka nchini humo. Pia haujasema iwapo tahadhari hiyo inawahusu wa Marekani pekee au pia wa Nigeria wanaofanya kazi katika ubalozi huo.
Wakati Nigeria bado iko chini ya kiwango cha ngazi ya 3, wameombwa kufikiria usafiri upya. Angalau majimbo 23 sasa yamewekwa katika tahadhari ya juu zaidi, na katika ngazi ya 4 wameomba wasisafiri, jambo linaloonyesha kile maafisa wa Marekani wanasema ni kuongezeka kwa vitisho katika maeneo mbalimbali. Majimbo ya kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria yameongezwa katika kundi hili hatari zaidi, yakiwemo Plateau, Jigawa, Kwara, Niger na Taraba. Haya yanaungana na majimbo kama Borno na Yobe katika kaskazini mashariki, ambayo kwa muda mrefu yamekumbwa na uasi wa makundi ya Kiislamu. Tahadhari hii imekuja wakati wa kuongezeka tena kwa mashambulizi ya mauaji katika sehemu mbalimbali za nchi. Katika majimbo ya Plateau na Benue, wiki kadhaa za vurugu zinazohusishwa na ujambazi wa kutumia silaha, migogoro ya kijamii na mashambulizi ya kulipiza kisasi zimesababisha vifo vya watu kadhaa. Katika kaskazini mashariki, kundi la Boko Haram pamoja na tawi lake la Islamic State West Africa Province ISWAP vinaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia, misafara ya kijeshi na wafanyakazi wa misaada, hasa katika jimbo la Borno. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeonya kuwa mashambulizi ya kigaidi yanaweza kutokea bila onyo au kwa onyo kidogo katika maeneo ya umma kama masoko, hoteli, maeneo ya ibada, shule na vituo vya usafiri. Pia imeangazia kuongezeka kwa ushirikiano kati ya makundi ya itikadi kali na magenge ya uhalifu ya ndani, hali inayochangia zaidi mazingira ya usalama nchini Nigeria. Ingawa tahadhari hii inalenga raia wa Marekani, uamuzi wa kuruhusu kuondolewa kwa wafanyakazi wa ubalozi huenda ukaongeza hofu miongoni mwa Wanigeria wengi. Hatua kama hizi mara nyingi huonekana kama kipimo cha imani ya kimataifa na zinaweza kuwa na athari pana kwa uwekezaji wa kigeni, utalii, usafiri wa anga na mahusiano ya kidiplomasia. Shukran Leila Mohamed. Sasa ili kufahamu zaidi, nimezungumza na Deka Baro kutoka kitengo cha BBC Monitoring, na nilianza kwa kumuuliza uamuzi wa Marekani kuwaondoa wafanyikazi wasiofanya kazi za msingi katika ubalozi wake jijini Abuja unaashiria nini kuhusu hali halisi ya usalama nchini Nigeria. Uamuzi wa Marekani kuwaondoa wafanyikazi wasio wa dharura katika ubalozi wake Abuja ni ishara wazi kwamba kuna wasiwasi mkubwa wa kiusalama unaonekana kuwa wa haraka au unaweza kuongezeka. Mara nyingi hatua kama hii hutokana na taarifa za kijasusi zinazoonyesha uwezekano wa mashambulizi au hatari nyingine kubwa. Kwa hiyo hii si hatua ya kawaida ya tahadhari tu, ni dalili kwamba mazingira ya usalama yanaonekana kuwa yasiyotabirika zaidi. Na serikali ya Marekani imetaja vitisho kama ugaidi, utekaji nyara na uhalifu wa kutumia silaha. Je, ni kiwango gani vitisho hivi vimeongezeka katika siku za hivi karibuni, Deka? Kwa miaka ya hivi karibuni, Nigeria imekumbwa na mabadiliko ya asili ya vitisho vya usalama. Kwa vile kuna utekaji nyara, sasa ni biashara ya uhalifu inayosambaa katika maeneo mingi zaidi. Makundi ya kigaidi bado yapo, lakini yanatumia mbinu mpya na kushambulia maeneo mapya. Uhalifu na kutumia silaha umeongezeka hasa katika maeneo yasiyodhibitiwa kikamilifu. Kwa hivyo changamoto si tu kuongezeka kwa matukio, bali pia kuenea kwa hatari katika maeneo mapya. Na umezungumzia changamoto hizo. Kwa nini majimbo mengi zaidi sasa yamewekwa katika kiwango cha juu kabisa cha tahadhari ya usafiri? Nchi nyingi huweka tahadhari hii pale ambapo serikali haina udhibiti kamili wa usalama katikati baadhi ya maeneo. Kuna hatari ya utekaji nyara hata kwa wageni, miundombinu ya dharura na uokoaji si ya kuaminika. Hivyo kupanuliwa kwa tahadhari kunaonyesha kwamba hatari haiko tena katika maeneo machache tu, bali inaonekana kama tatizo la kitaifa kwa mtazamo wa nje. Na je, hatua hii inaweza kuathiri vipi uchumi wa Nigeria, hasa katika uwekezaji wa kigeni wa sekta ya utalii? Hatua hii inaweza kuwa na athari kadhaa. Wawekezaji wa kigeni huwa waangalifu zaidi au kuchelewesha miradi. Gharama za biashara huongezeka kutokana na mahitaji ya usalama. Sekta ya utalii pia hupungua zaidi. Kwa ujumla, taswira ya kutokuwa na usalama inaweza kudhoofisha imani ya kimataifa, jambo ambalo linaathiri ukuaji wa uchumi kwa muda mrefu. Si mara ya kwanza serikali ya Nigeria imekuwa ikipinga tahadhari hizi za usafiri. Je, kuna pengo gani kati ya mtazamo wa ndani wa serikali na tathmini ya mataifa ya nje? Serikali ya Nigeria mara nyingi husisitiza kuwa hali ya usalama inathibitiwa ili kulinda taswira ya nchi. Hata hivyo, mataifa ya nje hutumia viwango vya tahadhari vya juu zaidi na huangalia hatari kwa mtazamo mpana. Kwa hivyo, kuna tofauti kati ya mtazamo wa ndani unaolenga utulivu na maendeleo na tathmini ya nje inayolenga zaidi kupunguza hatari kwa raia wao kwa kiwango cha juu kabisa.
Na tumeona ushirikiano wa kijeshi kati ya Marekani na Nigeria umekuwa ukiimarishwa. Kwa nini basi hali ya usalama bado inaonekana kuwa mbaya kwa raia wa kawaida? Ingawa kuna ushirikiano kati ya Marekani na Nigeria, tatizo linalohusisha pia masuala ya kijamii na kiuchumi kama umaskini na ukosefu wa ajira. Makundi ya uhalifu na ugaidi hubadilika haraka na kutumia mbinu mpya. Changamoto za ndani kama rushwa na udhaifu wa taasisi zinapunguza ufanisi wa juhudi za usalama. Kwa hivyo suluhisho la kijeshi pekee haliwezi kumaliza tatizo hili. Na Deka, labda niulize mtazamo wako, ni hatua gani za haraka zinazopaswa kuchukuliwa na serikali ya Nigeria ili kurejesha imani ya kimataifa na kuboresha usalama wa ndani? Kwa mtazamo wangu, kuimarisha vyombo vya usalama, hasa polisi na ujasusi, kushughulikia chanzo cha matatizo kama ukosefu wa ajira kwa vijana, kupambana na rushwa ndani ya taasisi za usalama, kuongeza ushirikiano wa kikanda dhidi ya makundi ya kuvuka mipaka na kuboresha mawasiliano na uwezo ili kurejesha imani ya kimataifa. Huko Rwanda, mahakama moja nchini Ufaransa inatarajiwa kumfungulia mashtaka aliyekuwa luteni kanali wa jeshi la Rwanda kwa tuhuma za kushiriki katika mauaji ya kimbari kwa madai ya kusambaza silaha zilizotumiwa wakati wa mauaji hayo yaliyofanyika mnamo mwaka 1994. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wa habari wa BBC Yves Buchana akiwa mjini Kigali. Kulingana na chanzo cha mahakama, hii itakuwa kesi ya hivi karibuni katika mfululizo wa kesi kama hizo nchini Ufaransa zinazohusiana na mauaji yaliyotokea kati ya Aprili na Julai mwaka 94, ambazo zaidi ya Wanyarwanda milioni 1 waliuawa, wengi wao wakiwa Watusi. Luteni Kanali Cyprien Kayumba mwenye umri wa miaka 71 kutoka kabila la Wahutu aliongoza idara katika wizara ya ulinzi iliyokuwa na jukumu la kuagiza silaha wakati wa mauaji ya kimbari. Kayumba ambaye ameishi Ufaransa tangu mwaka 98 amekuwa akidai kuwa hakujua kuwa silaha alizoziagiza zingetumiwa kuua Watutsi. Majaji siku ya Jumatano waliamuru Kayumba ashtakiwe katika tarehe ambayo bado haijapangwa kwa mashtaka ya ushiriki katika mauaji ya kimbari na ushiriki katika uhalifu dhidi ya binadamu. Chanzo hicho cha mahakama kiliongeza. Walimwamuru kukabidhi pasipoti yake na kumkataza kuondoka nchini Ufaransa. Mawakili wa Kayumba waliambia shirika la habari la AFP kuwa amri ya kufunguliwa kwa kesi hiyo ilikuwa mshtuko kwa mteja wao. Hakimu mpelelezi mnamo mwezi Januari alikuwa ametoa uamuzi dhidi ya vikao vyote vya mahakama baada ya uchunguzi uliodumu kwa zaidi ya miongo miwili, lakini waendesha mashtaka wanaoshughulikia tuhuma za uhalifu dhidi ya binadamu walikata rufaa. Mahakama za Ufaransa zikifanya kazi kwa msingi wa uwezo wa kimataifa kushtaki makosa mazito zaidi yaliyotokea nje ya mipaka yake, tayari zimewatia hatiani Wanyarwanda kadhaa kwa kuhusika kwao katika mauaji ya kimbari ya mwaka 94 ambayo ni moja ya maafa mabaya zaidi ya karne ya 20. Mnamo mwezi Februari mwaka huu, mahakama ya Paris ilimhukumu aliyekuwa dereva wa hoteli kifungo cha miaka 14 jela kwa hatia ya kusafirisha wanamgambo kuelekea katika maeneo ya mauaji ya umati wakati wa mauaji ya kimbari. Shukrani Ve. Mamilioni ya raia wa India wameanza kupiga kura katika uchaguzi unaofanyika katika majimbo mawili na eneo moja linalosimamiwa na serikali ya shirikisho katika ushindani unaoonekana kama kipimo cha mapema cha uungwaji mkono kwa waziri mkuu Narendra Modi. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi. Shughuli ya upigaji kura inaendelea katika majimbo ya Assam na Kerala pamoja na Puducherry. Mzunguko wa uchaguzi utaendelea hadi West Bengal na Tamil Nadu baadaye mwezi huu, huku matokeo ya maeneo yote matano yakitarajiwa tarehe 4 Mei. Kwa chama cha Modi, Bharatiya Janata Party BJP, uchaguzi huu hauhusu uthabiti wa serikali ya shirikisho, bali ni jaribio la uwezo wake wa kupenya katika maeneo ambayo kihistoria chama hicho kimekuwa na changamoto. Kwa vyama vya upinzani, uchaguzi huu ni kipimo cha kama vinaweza kuungana dhidi ya nguvu ya BJP. Kulingana na tume ya uchaguzi ya India, maeneo hayo matano yana jumla ya wapiga kura milioni 174, takriban 18% ya wapiga kura wote nchini. Jumla ya viti 296 vinawaniwa katika kura za Alhamisi, viti 126 katika Assam, 140 katika Kerala na viti 30 katika eneo la Puducherry.
Kufikia saa 9 kwa saa za India, Assam alikuwa na idadi kubwa ya zaidi ya wapiga kura waliojitokeza, 75.91 kulingana na data ya tume ya uchaguzi nchini India. Idadi ya waliojitokeza huko Kerala ilikuwa 62.71 na 72.40 katika eneo la Puducherry. BJP inatawala Assam na ni sehemu ya muungano wa serikali Puducherry, lakini haijawahi kuunda serikali katika eneo la West Bengal, Kerala au Tamil Nadu, ambako inakabiliwa na vyama vya kikanda vilivyojikita vinavyopigania kubaki au kurejea madarakani. Uchaguzi huu wa majira ya joto unahusisha viti 824 vya maeneo bunge ya majimbo katika maeneo matano. Unafanyika huku kukiwa na mjadala mkubwa kuhusu marekebisho ya orodha ya wapiga kura yanayojulikana kama Special Intensive Revision SIR. Tume ya uchaguzi inasema zoezi hilo linalenga kuondoa majina yaliyodurufu au yaliyopitwa na wakati na kuongeza yaliyo halali. Hata hivyo, vyama vya upinzani vinadai kuwa zoezi hilo limetumika kufuta mamilioni ya wapiga kura, hasa Waislamu, ili kunufaisha BJP. BJP na tume ya uchaguzi wamekanusha madai hayo. BJP imekumbwa na ugumu kupata nafasi katika jimbo hilo ambako siasa zinaongozwa na vyama vya kikanda vinavyosisitiza haki ya kijamii, uhuru pia wa majimbo na utambulishi wa lugha. Hata mafanikio madogo yatakuwa hatua muhimu, yakionyesha uwezo wake wa kupanuka kusini mwa India. Nam, huyo ni Ahmed Bahaj na taarifa hiyo kuhusu India. Na sasa na kuelekeza Zimbabwe ambako mzozo unazidi kuongezeka kuhusu juhudi za serikali ya Zimbabwe kushinikiza mabadiliko ya katiba kumruhusu rais kuongeza ukomo wa muhula wake na kusalia madarakani. Emerson Mnangagwa anatazamiwa kumaliza muhula wake mwaka 2028, lakini wafuasi wake wameunga mkono mpango wa kubadilisha katiba, hatua ambayo wakosoaji wanasema ni kinyume cha sheria. Wamelitaka bunge liondoe mswada huo. Mwandishi wa BBC Shingai Nyoka alihudhuria kikao cha bunge mjini Harare ambapo watu walikuja kutoa maoni yao kuhusu mageuzi hayo, na taarifa yake inawasilishwa na Sarafina Robi. Nimesimama katikati mwa uwanja wenye umbo la mduara na wenye mwanga hafifu. Uwanja huu wenye viti 4,000 umefurika watu hadi pembezoni mwa kuta zake. Maelfu na maelfu ya watu wamejitokeza kutoka nyanja mbalimbali kutoa maoni yao. Naunga mkono mswada huo kwa ujumla wake. Mama huyu anasema kwa kuwa kipaza sauti kinapitishwa, wengi wanaunga mkono maoni haya. Wanakubaliana na ukomo wa muda kuongezwa kutoka miaka 5 hadi 7 na kuruhusu wabunge kumchagua rais. Wanasema ili kupunguza uhalifu wa kisiasa. Sasa chama tawala cha ZANU-PF kinasema mabadiliko haya na mengine yataimarisha demokrasia. Ghafla matukio yanabadilika na kuwa vurugu. Mvutano huo unaongezeka, ni vuta ni kuvute, huku watu wakizozana. Haya yanajiri huku kipaza sauti kikielekezwa kwa wale wanaopinga mswada wa marekebisho ya katiba. Mwanachama wa upinzani Fadzai Mahere alikumbwa na kizaazaa. Wanaunga mkono chama cha ZANU-PF walifika na kuanza kutupiga, wakijaribu kutunyang'anya simu na kutuambia kuwa hamtasema lolote kwenye kikao hiki. Kwa hiyo swala zima lilikuwa ni kuleta fujo na kuleta chuki pale tulipoketi sote, ili kusiwe na maoni tofauti au hata kusema lolote. Kabla ya mikutano hii, wakosoaji wanasema mikutano yao ilipigwa marufuku mara kwa mara na watu kushambuliwa na washambuliaji wasiojulikana. Alikuwa waziri wa fedha Tendai Biti ameachiliwa kwa dhamana kufuatia kukamatwa kwake kwa kufanya mkutano ambao haujaidhinishwa. This is a coup, a slow coup that is unfolding. Haya ni mapinduzi ya polepole yanayoendelea nchini Zimbabwe kati ya bwana Mnangagwa na serikali yake dhidi ya wananchi, wakijaribu kuleta maelewano ya uongo, kuunda katiba mpya kabisa ambayo inayoongezea nguvu. That consolidate power in him. Mnamo mwaka 2013 raia wa Zimbabwe walipitishwa kwa wingi katiba mpya ambayo ni ya kuzuia ubadhirifu wa kiongozi wa zamani Robert Mugabe. Katiba hii inasema kwamba kura 2 za maoni zinahitajika ili kubadili ukomo wa mihula na pili kumruhusu aliye madarakani kuweza kunufaika kwa njia yoyote. Waziri wa zamani wa sheria wa ZANU-PF Patrick Chinamasa hakubaliani nayo. The constitution provides. Katiba inasema muhula wa urais ni miaka 3 na zaidi. Sasa nyongeza ya miaka 2 si miaka 3. Na kwa sababu hiyo imekwepa haja ya kwenda kupiga kura ya maoni. Tunataka kuendeleza maendeleo ya kiuchumi ambayo yanafanyika tangu rais alipochukua hatamu. His Excellency took over.
Viongozi wa ZANU-PF walijaa bungeni kujadili mswada huo, ambapo katika wiki zijazo kupitishwa kwake kwa sheria kunaonekana hakutoepukika. Lakini wengi hapa wana wasiwasi kuhusu hatua hii katika nchi ambayo bado inajitahidi kuwa na udhibiti na utulivu wa kisiasa. Na msikilizaji, na kufikia hapo basi hatuna la ziada ila kukushukuru kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya Alhamisi ya Dira ya Dunia Radio, Dira ya Dunia TV. Kinara mtangazaji mwenyewe karejea kutoka likizo. Ron Clifford atakuletea matangazo hayo itimiapo hapo saa 3 kamili usiku. Yatapatikana kupitia Facebook yetu, lakini vile vile yako kwenye YouTube na kupitia TV wa shirika Star TV na K24. Lakini kwa wale wote waliofanikisha matangazo haya yakiongozwa na msimamizi wa matangazo Nastia Mohamed wakishirikiana na Halima Nyanza, Terry Shegendo fundi wa mitambo hapa Nairobi, kule Dar es Salaam ni Jessica Pelembela, mhariri ni Phyllis Mwate, mwenzangu ni Victor Kenani. Mimi ni Karorobi na hii ni BBC. Kwaheri.